Nimetumia yangu kwamba hujambo popote pale ulipo, na kama uko salama basi kwangu ndio heri zaidi, kwa sababu nikisikia hivyo inakuwa ni vizuri kukuhudumia ama kukufahamisha taarifa hizo ukiwa uko salama. Nikwambia asante sana kwa kuungana nami tena moja kwa moja kupitia hapa Dream Online TV ukiwa umekwisha kusubscribe, na kama bado basi hakikisha una subscribe. Ilikuwa sehemu ya familia kubwa inayopata na kupokea taarifa hizi mbalimbali za kimichezo zinazochukua nafasi Tanzania na nje ya Tanzania. Nianze na kukueleza kidogo kuhusiana na hichi ambacho ninacho. Ni vipi kuhusu alfajiri ya Mei 17 mwaka 2012? Unakumbuka nini? Unaikumbuka vipi asubuhi hiyo ya Mei 17 mwaka 2012? Unaweza kukumbuka hicho ambacho nakizungumzia, tena na huyo ambaye yuko kwenye picha zinazopita hapo, ambako nazungumzia kuhusiana na hali halisi ya kile ambacho kilichukua nafasi. Alipita APR Football Club mwaka 2007, akaelekea Atraco Football Club mwaka huo 2017 na 18, lakini mwaka 2007 2008, mwaka 2009, mwaka 2010 APR tena hadi Julai mwaka 2009. Mwaka 2011 na msimu wa mwaka 2012 alikuwa ni Simba Sports Club. Alizaliwa Machi 9 mwaka 1980, ni raia wa Rwanda. Alifariki dunia tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2012 akiwa na umri wa miaka takriban 32. Alikuwa anacheza nafasi ya kiungo. Ni mchezaji aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Rwanda, Patrick Mutesa Mafisango. Papa fulani hivi, mtu ushoka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kati ya Kinshasa, ila alichagua kucheza Rwanda Amavubi. Kama una mwanao pembeni, mwambie huyu maestro ndiye aliyekuja Bongo kutufundisha mpira. Kama una mwanao pembeni, msogeze karibu sana na mwambie maestro alihitimisha safari yake maeneo ya VTC Changombe hapo Dar es Salaam, ikiwa ndo safari yake ya mwisho, na ikashuhudiwa na Watanzania wengi wao ambao hawalikuwa hawamfahamu vizuri. Walidhani huyu Patrick Mutesa Mafisango ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Alikuwa anavalia tu jezi namba 30. Patrick Mutesa Mafisango alichagua kusogea mashariki mpaka Mzizima kuja kuwafundisha vijana namna ya kiungo cha mpira kinachochezwa. Alikuja na misheni yake na kuanza Mbagala Chamazi mpaka makutano ya Uhuru Msimbazi. Lakini watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanakumbuka walivyosukuma kiungo. Wazungu wanapenda kusema towering midfielder, huku ghetto tuna identify yake kwenye eneo la chini la Patrick Vieira, eneo la juu kidogo yuko Andreas Iniesta, na eneo la mwisho ni kama Zidane Zizou wa Ufaransa. Alikuwa ni kiungo wa kukaba kwa kasi, kucheza na kufunga. Kiungo yake nipe mbani kupe nzuri, kiungo defense kwenye area 14. Patrick Mutesa Mafisango alienda kupumzika akiwa na mabao 12. Tayari watu wanakumbuka mapafu yake ya mbwa, miguu yake mirefu ya kuchukua mipira kwa wachezaji yoyote mpinzani. Wakati tunaendelea kupumzika, msalimu sana Mark Vivian Foe, lakini pokea taarifa kuwapa pale Msimbazi. Pokea taarifa pale Msimbazi wapo viungo, ila mashabiki wanakiri hakuna mfano wako. Wakati unaendelea kupumzika, huku mashabiki wa Simba wanaendelea kumhusudu Ismail Aden Ragen the African Perez na kalamu yake ya Alhamisi, kalamu yake Almasi. Kama huku ulipo unasikia, basi nikwambie vitabu vya clips zako zinabaki kuwa mifano kwa watoto. Kama ulipo bado unasikia, basi jua kuwa Tanzania itachukua muda kupata professional kama wewe. Kama ulipo unasikia, basi pokea ujumbe mdogo kwamba mdogo wako Haruna Kizima na Fadhili Nionzima alicheza Simba, lakini sasa karudi Young Africans. Lakini mapenzi ya Mungu lazima yatimizwe.
ila mkubwa Mutesa Mafisango, ungeacha hata ujumbe au ungetuaga kifupi, ungetuambia ile mechi yako kule Sudan ilikuwa ya mwisho. Lakini hatukosei mipango ya Maulana, ila watu walitaka angalau ungetuaga kwa mechi moja jioni moja pale Taifa Temeke, labda ingependeza. Merci beaucoup Papa Mutesa Mafisango, pumzika kwa amani. Patrick Mutesa Mafisango, miongoni mwa midfield ambao binafsi nilifanikiwa kushuhudia kidogo kuhusiana na uwezo wao ambao walifanikiwa pia kuonyesha katika taifa la Tanzania, mahususi kabisa katika moja ya vitu ambavyo wengi wangetamani kuweza kuvishuhudia na kuendelea kukiona, ni kuhusiana na kile ambacho kilitokea, ajali ambayo ilimkumba Patrick. Mashabiki wa soka nchini Rwanda ambao waliomboleza pia kifo cha mchezaji wa soka kimataifa kutokea nchini humo, Patrick Mutesa Mafisango, ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 32. Mafisango alikuwa amechaguliwa kucheza kikosi cha ambacho kilikuwa kinawania kufuzu kwa michuano ya kombe la dunia mwaka 2014 dhidi ya Algeria. Alifariki katika ajali barabarani ambako asubuhi ya kuamkia hiyo siku ambako ilikuwa ni nimekueleza Mei 2012 Dar es Salaam, Tanzania. Mchezaji wa kiungo wakati ambaye alicheza klabu ya Simba nchini Tanzania ndo alikuwa amerejea kutoka Sudan ambako timu yake ilishindwa katika michuano ya kuwania kombe la Confederation mwishoni mwa wiki. Kocha wa klabu ambaye ameeleza kuhuzunishwa sana na alielezwa sana na tukio hilo, lakini pia mashabiki wanaendelea kumkumbuka jinsi ambavyo alikuwa mahiri, lakini umuhimu wake katika kikosi cha kuna Simba kwa kipindi hicho. Mafisango alifariki katika ajali iliyohusisha pikipiki na gari wakati gari lilipokuwa anaendesha ilipopoteza mwelekeo na kuanguka kwenye mtaro. Alikuwa mchezaji mwenye mabao mengi msimu huo wa 2012 wa mechi za ligi kuu Tanzania bara kwa kuingiza ama kufunga magoli 12. Aliitwa na kocha Svrojevic kushiriki mechi ya kufuzu katika michuano ya kombe la dunia iliyofanyika ilikuwa inafanyika mwezi unaofuata. Sasa anazungumzia ule mwezi ambao ulikuwa unataka kufuata, mwezi wa 6. Mara baada ya hapo tunamwombea kila laheri, apumzike kwa amani, aendelee kupumzika kwa amani. Ni miaka 8 sasa tangu kuondoka kwake Patrick Mutesa Mafisango, miongoni mwa wachezaji pia ambao walikuja vizuri sana na walijitahidi sana kuonesha kiwango chake. Alifundisha soka la Tanzania namna gani kiungo anatakiwa kucheza. Jina lake kamili ni Patrick Mutesa Mafisango, ambako mwenyewe alizaliwa Machi 9 mwaka 1980. Alikuwa ni huko Kinshasa, Zaire. Alifariki tarehe 17 Mei 2012 akiwa na miaka 32, lakini alifariki akiwa Dar es Salaam. Nafasi alikuwa akicheza alikuwa ni kiungo, lakini pia klabu zake ambazo alikuzipitia ni pamoja na TP Mazembe, APR, Atraco, APR tena, Azam kidogo, Simba, na baadaye pia aliweza kuonyesha umbo wake timu ya taifa ya Rwanda. Aliweza kufanikiwa kufunga magoli tayari 23. Moja kati ya vitu pia ambavyo vitasababisha yeye kuendelea kukumbukwa ni pamoja na umahiri wake, namna yake alikuwa anacheza eneo la kiungo. Kumbukumbu nzuri za Tanzania zitaendelea kuwepo mara baada ya kuonyesha kiwango kizuri sana akiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwa sasa pia ndio vinara ligi kuu Tanzania bara wakiwa na alama zao takriban 71 mara baada ya kupiga michezo 28. Una nafasi kubwa sana ya kuweza kuacha maoni yako, kuchangia chochote, kumbukumbu zako kuhusiana na huyu mwamba Patrick Mutesa Mafisango. Kama angalikuwa duniani hii leo, basi angekuwa ametimiza umri wa miaka 40 kwa sababu alifariki akiwa na umri wa miaka 32, na leo sasa ni miaka 8 iliyopita. Na kumbukumbu hii tunaikumbuka ni kutokana na kiwango kizuri alichokionyesha kwa miaka ama msimu moja hapa nchini Tanzania, lakini pia akiwa katika miongoni mwa wachezaji muhimu sana. Alifariki akiwa na magoli yake 12. Mwenyezi Mungu ampumzishe, endelee kumpumzisha kwa amani, na kama anasikia salamu zetu hizo tulizomtumia, msalimie Foe, waambie kwamba tuko salama huku. Kuna corona ambayo imeendelea kutuzuia sasa hivi soka hatuchezi, na ndio salamu ambazo dunia kwa sasa hivi naomba iweze kutuepushia. Lakini pia hali ilivyo ndivyo ambavyo mambo yameendelea kuwemo. Niseme hali si nzuri sana kwa sasa, licha kwamba namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuepushia kwa hivi virusi vya corona, lakini pia endelea kuchukua tahadhari.
kwa wewe ambaye tayari unafahamu na umeendelea kupokea elimu kutoka kwa wataalamu, lakini pia shirika la afya ulimwenguni WHO. Mimi nakukaribisha tena wakati mwingine, kisha kwamba na subscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini kama tayari nikwambie shukrani sana, ili uendelee kupata kumbukumbu za baadhi ya wachezaji mashuhuri waliofanya vizuri sana ulimwenguni. Nimeanza na Patrick Mutesa Mafisango. Naweza tia kwa fahamu yupi ambaye yupo anafanya vizuri, yupi ambaye alikuwepo alifanya vizuri, na mengine mbalimbali. Una kipi cha kuandika hapo, baada hapo mimi nitayasoma moja kwa moja.